Taarifa mpya na ya dharura kutoka kwa chama cha CCM imetikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Katika kipindi ambacho macho ya dunia yanaelekezwa kwenye mustakabali wa demokrasia barani Afrika, Tanzania imejikuta tena katikati ya mjadala mkubwa kuhusu mfumo wake wa uchaguzi. Wakati baadhi ya sauti zikihoji uhalali wa taratibu na mabadiliko ya kisiasa, chama tawala kinasema mageuzi makubwa tayari yamefanyika, ambayo ni mageuzi yanayodaiwa kulenga kuimarisha uwazi, kuongeza uwajibikaji na kulinda imani ya taifa. Ni katika mazingira haya ndipo Chama cha Mapinduzi CCM kimetangaza msimamo wake mpya kuhusu mabadiliko ya kisheria katika tume ya uchaguzi na taasisi nyingine muhimu za kidemokrasia nchini. Machi tarehe 11 mwaka 2021, katibu wa halmashauri kuu ya CCM taifa anayeshughulikia itikadi, uenezi na mafunzo, Kenani Laban Kihongosi, alitoa taarifa rasmi akieleza kuwa mageuzi yaliyofanyika katika mfumo wa uchaguzi nchini Tanzania yanalenga kuimarisha msingi wa demokrasia na kuimarisha imani ya wananchi katika chaguzi za kitaifa. Kwa mujibu wa maelezo hayo, mageuzi hayo yamehusisha marekebisho ya sheria pamoja na mabadiliko katika namna taasisi za uchaguzi zinavyofanya kazi. Lengo kuu likitajwa kuwa ni kufanya mchakato wa uchaguzi uwe wazi zaidi, uwajibike kwa wananchi na vilevile uweze kukidhi matarajio ya mfumo wa kisiasa na wa kisasa wa kidemokrasia. Kauli hii imekuja wakati ambapo mijadala ya kisiasa nchini inaendelea kushika kasi, hasa kuhusu mabadiliko ya sheria za uchaguzi za mwaka 2024, na sheria hizo zimekuwa msingi wa mageuzi mapya yanayodaiwa kubadilisha kwa kiasi kikubwa namna chaguzi zinavyosimamiwa nchini. Kwa mujibu wa taarifa ya CCM, marekebisho hayo ya kisheria yameweka misingi mipya ya kuendesha uchaguzi kwa kuzingatia uwazi, usawa na uwajibikaji. Mabadiliko haya yamegusa moja kwa moja taasisi zinazosimamia uchaguzi pamoja na mifumo ya kisheria inayodhibiti mchakato mzima wa uchaguzi. Kwa mtazamo wa chama hicho, mageuzi haya yanakusudia kujenga mazingira ambayo wananchi wanaweza kushiriki kikamilifu katika uchaguzi, huku wakiamini kuwa kura zao zinaheshimiwa na matokeo yanaakisi uamuzi wao. Na katika taarifa hiyo, CCM imeweka mkazo pia kwenye umuhimu wa kuendeleza mazungumzo ya kidiplomasia na wadau wa kimataifa. Hatua hii inaonekana kuwa sehemu ya juhudi za Kitanzania kuendelea kudumisha uhusiano wake na jumuiya ya kimataifa katika masuala ya demokrasia, amani na maendeleo. Mazungumzo hayo yanatajwa kuhusisha wadau mbalimbali wakiwemo wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, na lengo likiwa ni kuimarisha ushirikiano katika juhudi za kuendeleza demokrasia na kudumisha utulivu wa kisiasa nchini. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuishia tu kwenye mageuzi ya kisheria. Pia iligusia matukio ya vurugu yaliyotokea katika baadhi ya maeneo nchini wakati na baada ya uchaguzi. Vurugu hizo ziliripotiwa kusababisha madhara makubwa, ikiwemo upotevu wa maisha ya watu pamoja na uharibifu wa mali. Baadhi ya ofisi za chama cha CCM ziliripotiwa kushambuliwa katika matukio hayo, na hali iliyozua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama na uthabiti wa kisiasa katika maeneo yaliyoathirika. Na katika maelezo yake, CCM ilisisitiza kuwa mamlaka husika zilichukua hatua stahiki kurejesha hali ya utulivu na kuhakikisha amani inalindwa. Hatua hizo zilihusisha ulinzi wa miundombinu ya kisiasa pamoja na juhudi za kuzuia matukio ya vurugu kuendelea. Kwa mtazamo wa chama hicho, kulinda amani ya taifa ni jambo la msingi zaidi katika kuendeleza demokrasia. Na katika hatua nyingine muhimu, taarifa ilieleza kuwa mazungumzo kati ya viongozi wa CCM na wadau wa kimataifa yaligusia umuhimu wa kuendeleza ushirikiano katika kujenga mfumo thabiti wa kidemokrasia.
Mazungumzo hayo yalisisitiza umuhimu wa majadiliano ya wazi kati ya serikali, vyama vya siasa na wadau wa kimataifa. Na katika muktadha huo, katibu mkuu wa CCM alimthibitishia Balozi Onanga Anyanga kuwa Tanzania itaendelea kudumisha uhusiano kati ya jumuiya ya kimataifa, lengo likiwa ni kuimarisha juhudi za pamoja katika kukuza amani, usalama na maendeleo ya jamii. Ujumbe huu unaonekana kuwa ishara ya dhamira ya Tanzania kuendelea kushirikiana na mashirika ya kimataifa katika masuala ya maendeleo na utawala bora. Mageuzi ya mfumo wa uchaguzi nchini Tanzania yamekuwa mjadala mkubwa kwa miaka kadhaa. Kwa muda mrefu, wadau wa kisiasa na asasi za kiraia wamekuwa wakitoa maoni kuhusu namna mfumo wa uchaguzi unavyoweza kuboreshwa. Na baadhi ya mapendekezo hayo yalilenga kuimarisha uhuru wa taasisi za uchaguzi, kuongeza uwazi katika mchakato wa kupiga na kuhesabu kura, pamoja na kuboresha usimamizi wa chaguzi. Sheria mpya za uchaguzi wa mwaka 2024 zilionekana kuwa na hatua muhimu katika safari hiyo ya mageuzi. Sheria hizo zilianzisha mabadiliko katika mfumo wa usimamizi wa uchaguzi pamoja na kuimarisha mifumo ya uwajibikaji. Na kwa mujibu wa CCM, mageuzi hayo yanawakilisha hatua muhimu katika kujenga mfumo wa uchaguzi unaoendana na mahitaji ya kisasa ya demokrasia. Tangazo la CCM kuhusu mageuzo hayo lina athari kubwa katika mazingira ya kisiasa nchini Tanzania, na kwa upande mmoja linaweza kuongeza imani ya watu na wananchi kuhusu uwepo wa juhudi za kuboresha mfumo wa uchaguzi, na kwa upande mwingine linaendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu namna bora ya kuimarisha demokrasia nchini. Na katika mazingira ya kisiasa yenye ushindani mkali, masuala ya uchaguzi mara nyingi huwa kitovu cha mjadala wa kisiasa. Kauli za chama tawala zinaweza kuathiri namna vyama vingine vya siasa pamoja na wadau wa demokrasia wanavyoangalia mustakabali wa uchaguzi nchini. Zaidi ya siasa za vyama, mageuzi ya uchaguzi yana athari kubwa kwa jamii nzima, na uchaguzi ni msingi wa mfumo wa kidemokrasia na ni njia ambayo wananchi hutumia kuchagua viongozi wao na kueleza maoni yao kuhusu uongozi wa nchi. Mageuzi yanayolenga kuimarisha uwazi na uwajibikaji yanaweza kusaidia kuongeza ushiriki wa wananchi katika mchakato wa uchaguzi. Kadri imani ya wananchi katika mfumo wa uchaguzi inavyoongezeka, ndivyo demokrasia inavyoweza kuimarika. Na hata hivyo, changamoto za kisiasa na kijamii zinaweza kuendelea kujitokeza, hasa pale ambapo mijadala kuhusu uchaguzi inakuwa mikali. Swali kubwa sasa linaelekezwa kwenye hatua zinazofuata. Na je, mageuzi haya yataweza kuleta mabadiliko yanayoonekana katika chaguzi zijazo? Je, yataweza kuimarisha imani ya wananchi katika mfumo wa uchaguzi? Na je, yatasaidia kupunguza migogoro ya kisiasa inayoweza kujitokeza wakati wa uchaguzi? Majibu ya maswali haya yatategemea namna mageuzi haya yatakavyotekelezwa katika vitendo. Pia yatategemea kiwango cha ushirikiano kati ya wadau wa siasa na taasisi za serikali na jamii kwa ujumla. Na katika kipindi ambacho dunia inaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa, Tanzania inaonekana kuweka mkazo kwenye mageuzi ya mfumo wake wa uchaguzi kama njia ya kuimarisha demokrasia na kulinda amani ya taifa. Lakini kama historia ya siasa inavyofundisha, mageuzi ya sheria peke yake hayatoshi, kwani nguvu ya demokrasia hupimwa si kwa maandishi ya sheria pekee, bali kwa namna wananchi wanavyoamini mfumo huo na namna mfumo huo unavyohakikisha sauti ya kila kura inasikika. Na hapo ndipo mtihani mkubwa wa mageuzi haya unapozaliwa. Ni hayo tuliyokuandalia mpenzi mtazamaji, kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inakuletea taarifa hizi kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi na zidi kutufuata kwa taarifa kamili kama hizi.